Leo tuko katika mji wa Nakuru ambapo barabara ambayo tunaenda kuangazia ni barabara aina ya A-Class ambayo inajulikana kama A104. Hii ni barabara ambayo imepitia mji wa Nakuru, na tunavyoangalia hapa kwamba hii barabara inaenda hadi kule maeneo ya Eldoret. Na kumbuka kwamba barabara hii jinsi ambavyo iliweza kutengenezwa ni kwamba imewekwa pembeni kidogo na ile sehemu ambayo ni ya kwenye jiji kidogo, hivi kwamba utaona maduka yako mbali kidogo. Saa zingine labda ni kutokana na ule mpangilio ambao uliowekwa katika huu mji wa Nakuru. Hivi kwamba gari hata iwe kwamba chochote kimetendeka pale, inakuwa ni vigumu sana kufikia kwenye maduka kwa sababu yameacha nafasi kutoka kwa barabara. Sio kama vile miji mingine ambavyo unapata kwamba barabara hii ambayo ni barabara kuu, vile tulisema kwamba ni barabara ambayo inavuka hadi mipaka. Na barabara hii kwa kweli kabisa utayaona matrela, lori tofauti tofauti, yale makubwa yale madogo, kwa wingi katika barabara hii. Na mtazamaji, kumbuka kwamba mji wa Nakuru ni mji ambao ulianzishwa mwaka wa 1904. Wengi hatukuwa tumezaliwa, na waliokuwa wamezaliwa wakati sidhani kama bado wangali hai. Huo ndo mwaka mji huu wa Nakuru uliweza kuanzishwa. Na kumbuka kwamba mji wa Nakuru uliweza kuanzishwa na wakoloni. Kumbuka nchi ya Kenya pia ilikuwa mojawapo ya zile nchi ambazo ziliweza kutawaliwa na wakoloni hadi wakati nchi ya Kenya ilipopata uhuru wake. Barabara hii inajulikana kama A104. Inapitia mji wa Nakuru. Alafu kisha ikifika kule yale maeneo ambayo yanajulikana kama Mau Summit. Hapo pia kidogo kulikuwa na mahali jina lingine ambalo lijulikana kitambo kama Total. Kuna mahali ambapo ile petrol station ya kitambo, si ya kitambo vile, lakini hizo nyakati ilikuwa inaitwa Total. Hapo pia kulikuwa na petroli, ndio maana ndo kisha ikapewa jina kwamba Total. But ni maeneo ya Mau Summit bado. Barabara hii leo hii tunafunga safari. Tukifika kule maeneo ya Mau Summit tutabadilisha, kisha tutaingia barabara ambayo inaingia kulia tuende hadi mji wa Kericho. Mtazamaji, barabara ukiangalia utapatana na petrol stations kadhaa kwenye barabara hii, kwa sababu hapa kuna magari mengi chungu nzima. Kuna matrela kadhaa, lori kadhaa. Haya yote yanasafirisha, ama lori yote yanasafirisha bidhaa kutoka sana sana bandari ya Mombasa kuelekea kule nchi ya Tanzania, na pia nchi ya Uganda, na hata kuingia nchi ya Kongo. Hii ndio barabara ambayo inajulikana kwamba ni barabara ambayo ni A104. Barabara hii kumbuka inapita katika mji wa Nakuru. Na huu mji wa Nakuru wengi wanaujua kama ni mji ambao viwanda vipo pale. Ni mji ambao vitu mingi utengenezwa pale. Kwa mfano kama vile kampuni ya Menengai iko hapa. Utapata kwamba Menengai ni kampuni ambayo inauza bidhaa mbalimbali. Kuna factories tofauti, kwa mfano kama ile factory ambayo ilikuwa inatengeneza zile sweta za uzi ambayo ilijulikana kama Kenknit, hapa ndo inapatikana. Alafu pia kuna ile factory ya Eveready ambayo ilikuwa inatengeneza zile battery za Eveready, iko katika maeneo haya ya Nakuru. Nakumbuka kwamba Nakuru ni mji ambao uko mbele kwa upande wa ukulima. Kwa mfano ukulima wa ngano, ukulima wa mboga kama vile cabbage, kuna peas, kuna viazi. Hizo chakula zote nyingi kutoka katika maeneo haya. Utapata kwamba chakula kingi kinasafirishwa kutoka maeneo haya kuelekea Nairobi na sehemu zingine katika nchi ya Kenya. Hivyo kwa kiufupi ni kwamba mji wa Nakuru unaongoza mbele kwa ukulima. Alafu pia ufugaji. Hapa kunazo zile kondoo, wengi wamefuga zile kondoo ambazo zinajulikana kama merino. Merino ni aina ya kondoo ambayo wakati zile nywele zake zimekuwa au manyoya yamekuwa mengi, yananyolewa kisha yanapelekwa kwenye kiwanda cha kutengenezea uzi
ambacho natumaini kinajulikana kama Kenmit, iwapo sijakosea. Katika maeneo haya ama hii barabara ambao leo hii tunasafiri, tukifika pale Mau Summit tunakata ama tunaingia mkono wa kushoto ili tuweze kuenda hadi Kericho. Huyo pia anajipa lift hapa na Vorotwa. Kama umeitumia hizo viatu. Ukiangalia basi mtazamaji, hii barabara ni malori peke yake. Na hivi basi ni rahisi sana kupata issue kwenye hii barabara. Ila tu inataka uwe mwangalifu zaidi, mwangalifu vilivyo. Petrol moja ndio hiyo, petrol station ndio hiyo. Na ziko kadhaa nyingi sana unaposafiri kupitia njia, utazipata nyingi sana kwa sababu magari ni mengi yanayosafiri katika upande huu. Kumbuka ni mji wa Nakuru. Vile nimekuambia hapo awali kwamba mji wa Nakuru uliweza kuanzishwa mwaka 1904, 1904. Na huu mji ulianzishwa na wakoloni. Hapa basi njia ambayo imeingia kushoto inaenda hadi Njoro, Elbagon inaenda hadi Molo. Alafu na pale kwenye daraja, hizo ni gari ambazo zinatokea maeneo hayo ya Molo, Elbagon, Njoro. Na pia unaweza pitia njia ya Molo. Hayo tumeacha hapo nyuma ambayo imeingia kushoto. Ukatokea mji wa Molo. Alafu kisha ukarudi na kujiunga na barabara hii katika mahali ambapo panajulikana kama Kivunja ama Molo Junction. Nakumbuka hiyo barabara pia ambayo inakuja kujoin hii barabara ambayo inaenda Kericho. Barabara ya Kericho ni B1. Na hii barabara ambayo imepita hayo maeneo yote Njoro, Elbagon, Molo, alafu kisha ikarudi kwenye hii barabara kuu. Hiyo barabara ni aina ya D. Kumbuka katika maeneo haya ni maeneo ambayo kuna mashamba makubwa pale. Alafu ukiangalia mazingira pia ni mazingira mazuri, kuna miti, kuna kivuli ambapo hata ukitulia pale unasikia unatulia tu vizuri tu. Mtazamaji, hapa utaona vifaa au bidhaa tofauti zikisafirishwa. Maana hizi bidhaa zinatoka kule maeneo ya Mombasa. Napata kwamba bidhaa nyingi zimetoka kwenye nchi za nje. Alafu kisha zikaletwa hadi kwenye bandari ya Mombasa. Pale Mombasa ndio zinapakia na kuanza kuzisafirisha hadi yale maeneo ambayo yanafaa kupelekwa. Maeneo haya mtazamaji ni maeneo ambayo anaweza sema kwamba yako tambarare ama yako flat ukipenda. Hakuna mlima hapa hata kidogo. Lakini tutakapoenda kukaribia yale maeneo ya Mau Summit pale basi tutaanza kuona mabonde, milima kidogo. Lakini hapa pako flat tu. Na nadhani kwamba tutaenda hadi kule maeneo ya Salga ambapo mahali ni mji fulani mdogo tu, ni mji ambao unajulikana kwamba hapo ndipo matrela yote ama malori yanapiga kambi pale. Kabla ya janza safari tena, labda kuweka mafuta ama kubadilisha kitu fulani ama kubadilisha ile tairi ya lori. Alafu wanaendelea na safari zao. Mtazamaji, barabara inahitaji mtu kuwa na uangalifu zaidi. Na wakati ambapo niliweza kuchukua video hii kulikuwa na baridi sana, alafu kulikuwa kumetulia, kama kulikuwa na dalili ya kunyesha hivi. Ikawa kwamba hiyo siku hakukuwa na jua wakati huu. Kulikuwa na dalili ya mvua tu. Lakini natumai kwamba kwenda maeneo ya Kericho pale utapata kwamba mvua inanyesha kila wakati. Hapa ni maeneo ya Nakuru. Alafu kumbuka kitu kingine ambacho hapa Nakuru kinapatikana ni gari moshi. Ukiangalia pale kwa umbali, lori imenifunika. Kwa umbali pale ile ni gari moshi, barabara ya gari moshi. Kumbuka gari moshi iliweza kutengenezwa hapa nchini na wakoloni. Na wale ambao walikuwa wanatengeneza mafundi au mainjinia wa wakati huo walikuwa ni Wahindi ambao waliletwa kutoka nchi za nje kuja kutengeneza barabara ya gari moshi. Kumbuka barabara hii ya gari moshi imeanzia kule maeneo ya Mombasa na kuja hadi Nairobi, napita hayo maeneo yote hadi namalizia kule Uganda na maeneo mengine. Gari moshi kawaida inasaidia kwa usafiri
inasaidia kusafiri kwa mizigo, vile 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 ambavyo malori yanafanya kusafirisha mizigo kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Sehemu imetulia, na hapo ukiangalia hamna biashara hapa. Hamna biashara, labda vibanda kwenye maeneo ya barabara, ila tu ni barabara tu. Labda utaona duka mbalimbali kule, lakini haina msongamano sana. Na katika hii barabara kuna maeneo mengine ambayo yanajulikana ama yanajulikana zaidi kama maeneo ambayo hushuhudia mambo za ajali barabarani kila wakati. Ikiwemo ile ajali ama maeneo ambayo yanajulikana kama Sachangwan. Nikifika pale mbele nitakuonyesha maeneo hayo. Pia ni maeneo ambayo visa vya ajali barabarani vimeweza kushuhudiwa kila mara. Hadi wakati mmoja serikali na kile kitengo ambacho ni cha KENHA, kile ambacho kinajulikana kama KENHA, ambacho ndicho husika kuhusu masuala ya barabara, ukarabati, urekebishaji, kila kitu ambacho kinahusu barabara za humu nchini. Hilo ndilo shirika ambalo linahusika zaidi, na wakaonelea kwamba waweze kuweka ua katikati kwa hizi barabara. Ukiangalia hapa sasa, kitambo yale maeneo ya Sachangwan yalikuwa hivi, lakini sasa ikawa kwamba kutokana na zile idadi za ajali ambazo zimeongezeka zaidi, wakawa kwamba wameweka ua katikati wa ukuta mnono sana. Ukuta huu, mtazamaji, ni ukuta mrefu zaidi ambao unachukua kilomita 11. Hapa ajali zingeshuhudiwa kila wakati. Unapata kwamba gari imeweza kukata breki na kutoka upande wake na kuingia upande mwingine, kusababisha ajali pale, na kwamba maafa yanatokea. Na tangu ukuta huu uwekwe, angalau zile ajali zimepungua kidogo, hata kama tuwezi sema kwamba zote hazijaisha kabisa, lakini na kama hazitaisha, ila tu kwamba at least zimepungua kidogo. Hapa sasa huu ukuta ambao hauko katika maeneo haya unazuia kule kuwa na ajali za mara na mara. Kumbuka hii barabara ni barabara kubwa sana, ama ni barabara pana. Ikakuwa kwamba utapata kwamba kama huu ukuta ungekuwa hapa, gari ambayo iko upande mwingine pale upande wa kulia ikata breki, inakuja huko upande wa kushoto, inakuwa kwamba imepita ama imesababisha ajali pale. Hivi basi huu ukuta umesaidia angalau umesaidia kwa kupunguza visa kama hivyo katika maeneo haya. Kumbuka tuko kwenye barabara ambayo ni barabara ya darasa la E. Hasa kwa ndani zaidi barabara hii ya Nakuru ambayo inaelekea kule maeneo ya Eldoret inajulikana kama Class A 104. Class A 104. Kumbuka mji wa Nakuru kuna usafiri mwingi ambao unafanyika kuja huku ama kutoka huku. Watu labda wasafiri ambao wanasafiri kutoka maeneo ya Eldoret, wanasafiri kutoka maeneo ya Kericho kuja katika mji huu wa Nakuru. Nakumbuka mji wa Nakuru una mashamba makubwa ukilinganisha na maeneo mengine ambayo yana mashamba madogo. Watu wengi hapa maeneo haya ni wakulima. Wale wakulima tunasema kwamba ni wakulima wa large scale. Sio wale wakulima wadogo. Ni wakulima ambao wanafanya large scale production. Petrol station nyingine ndio hiyo. Hapa ziko nyingi sana katika barabara hii kwa ajili ya magari ambayo yanafanya usafiri. Magari kwa siku yanapita hapa ni maelfu na maelfu kwa siku. Inaonekana kwamba hivi karibuni mavuno yatakuwa hapa, maana ukiangalia katika mashamba ya watu ndio wanajiandaa kuvuna. Ukiangalia kushoto kulia ni mahindi tu. Alafu kumbuka kwamba zile carrots pia hapa ndo zinatoka. Hapa ndo zinatoka cabbage, peas ama wengine wanazita minji. Mimi moja wapo, mimi nazipenda sana.